Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Togolai 24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Karibu katika taarifa hii maalum inayochunguza kwa kina hali ya ufisadi nchini Ghana, taifa linaloonekana kuwa na changamoto kubwa katika vita dhidi ya rushwa licha ya juhudi mbalimbali zilizowahi kuchukuliwa. Kulingana na ripoti ya Transparency International ya mwaka 2023, mataifa mengi ya Afrika likiwemo Ghana yameendelea kukumbwa na tatizo la kushindwa kupiga hatua katika mapambano dhidi ya ufisadi. Ufisadi umegeuka kuwa kama ugonjwa sugu ambao hauonyeshi dalili za kuisha. Katika nchi ya Ghana, kiwango cha rushwa kimepindukia kiasi cha kutisha. Tume ya haki za kibinadamu na haki ya utawala nchini humo CHRAJ imeripoti kwamba karibu 20% ya bajeti ya serikali huwa inamezwa na vitendo vya kifisadi. Hii ina maana kuwa kwa kila dola 100 ya kodi ya mwananchi, dola 20 hupotea kupitia mianya ya wizi, matumizi mabaya ya madaraka na rushwa ya wazi au iliyofichwa. Lakini ni nani anasimama imara kukemea hali hii? Mbali na taasisi za serikali, mashirika ya kiraia nchini Ghana yamechukua jukumu la kusimamia kidete katika mapambano haya. Moja ya mashirika yanayojitolea kwa kasi ni The Fourth Estate, taasisi ya habari isiyo na faida inayofanya kazi ya uandishi wa uchunguzi kwa lengo la kuhakikisha uwazi na uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Kofi Echel, ambaye ni mhariri mkuu wa shirika hilo, anasisitiza kwamba kazi yao inaegemea zaidi kwenye hadithi ambazo zinahusu rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Kwa maneno yake, amesema kuwa tunafanya kazi kwa karibu sana na raia wa kawaida. Tunapokea taarifa, tunazifanyia uchunguzi wa kina, kisha tunaziweka hadharani kupitia maandiko mitandaoni, video na hata makala ya hali ya juu. Hii ni njia yetu ya kuhakikisha watu wanapata ukweli na mamlaka zinawajibika. Tangu waanze kazi mwaka 2021, The Fourth Estate imeweza kuchapisha ripoti mbalimbali zilizotikisa nchi. Mojawapo ya kazi yao muhimu ilikuwa ile ya kufichua jinsi viongozi wa umma walivyokuwa wakidai agizo la kutangaza mali zao, jambo ambalo ni la kisheria nchini Ghana. Ripoti hiyo ilizua taharuki kubwa. Kwa mara ya kwanza, maafisa wa serikali wapatao 294 walikimbilia kutangaza mali zao, jambo ambalo kabla ya hapo walikuwa wakilipuuzia. Uwazi huu ulionyesha nguvu ya vyombo huru vya habari na namna vinavyoweza kushinikiza mabadiliko ya kweli. Lakini licha ya kazi nzuri ya mashirika kama haya, changamoto bado ni nyingi. Serikali ya Ghana iliwahi kuzindua waraka wenye malengo ya kupambana na rushwa kwa kiwango cha kitaifa. Lakini Mary Awelana Adaa, mkurugenzi wa Ghana Integrate Initiative, anaeleza kuwa mpango huo umekuwa ukisuasua kutokana na mapungufu makubwa ndani ya mfumo wenyewe. Anasema, tulitarajia mpango huu kuwa dira ya taifa dhidi ya rushwa, lakini tulijikuta tukikabiliana na sheria dhaifu, ukosefu wa utekelezaji na taasisi zisizo na maneno ya kweli ya kuchukua hatua, amesema Mary. Kwa mfano, baadhi ya taasisi za uchunguzi zimewekwa kwenye mazingira magumu ya kiutendaji zikiwa hazina rasilimali, hazina uhuru wa kweli wala kuchukua hatua dhidi ya wakubwa wa serikali, na mara nyingine maamuzi hayo hupingwa kisiasa. Katika kuziba pengo hilo, mashirika kama CDD Ghana Center for Democratic Development yamejikita katika kufanya uchunguzi binafsi, kutoa taarifa kwa umma na kufuatilia kesi ambazo zinasahulika kimakusudi au kwa uzembe. Kojo Pumpuni Asante, mkurugenzi wa utetezi wa sera katika CDD, anaeleza kuwa kwa miaka 7 wamekuwa wakifanya kazi ya kufufua kesi zilizozikwa, kuamsha mijadala na kushirikiana na wanahabari kuonesha hali halisi ya mambo. Kojo anasema kuwa hatukutaka rushwa iwe tu jambo la kushangaza linapozuka halafu linapotea. Tuliweka juhudi kubwa kuhakikisha watu hawaachi kuzungumza juu ya rushwa. Tulitaka kujenga uelewa wa kudumu kwamba rushwa si jambo la kawaida na kwamba inaweza kushughulikiwa. Mabadiliko haya yanayotolewa na mashirika huru na wanaharakati yanaonekana kufua dafu kwa sehemu fulani.
Leo hii wananchi wa Ghana wanafahamu zaidi juu ya haki zao, wanazungumza dhidi ya rushwa hadharani, na vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kushinikiza uwajibikaji. Hata hivyo, bado kuna milima ya kupanda. Transparency International katika ripoti yake ya mwaka 2023 inaonyesha kuwa Ghana haijapiga hatua yoyote katika mapambano dhidi ya rushwa kwa miaka 4 mfululizo. Katika horodha ya kiashiria cha ufisadi, Corruption Perception Index CPI, Ghana imeendelea kushika nafasi ile ile ya 70 kati ya nchi 180. Hii ni ishara kuwa kuna kazi kubwa mbele. Kwa wachambuzi wengi wa sera, hatua inayofuata ni kuhakikisha viongozi wa umma wanawajibika kupitia mfumo wa sheria bila kuingiliwa na siasa. Sheria zikitekelezwa kwa haki, kwa usawa na bila ubaguzi, basi kuna matumaini makubwa ya kuona mabadiliko ya kweli. Kwa sasa mashirika ya kiraia, wanahabari wa uchunguzi na wananchi wanaendelea na mapambano haya kwa matumaini makubwa. Siku moja Ghana itakuwa mfano wa kuigwa barani Afrika katika kupambana na rushwa. Ghana ni mfano halisi wa jinsi ya juhudi nzuri zinazoweza kudhoofishwa na mifumo dhaifu, lakini pia ni mfumo wa jinsi wanaharakati, wanahabari na mashirika huru yanavyoweza kuamsha fikra za watu, kushinikiza mabadiliko na kushika serikali kuwajibika. Kama kuna funzo lolote kutoka kwa Ghana, ni kuwa vita dhidi ya rushwa si ya serikali pekee, ni vita ya kila raia, kila mwananchi na kila taasisi. Ushirikiano, uthubutu na uwazi ni silaha za kweli zitakazohitaji ili kushinda.